Yesu asifiwe sana. Leo nina maneno machache sana. Ni siku yetu ya kwanza katika mwaka 2026. Jana tulikuwa tunakaribisha mwaka, ikiwa ni pamoja na matengenezo ya mioyo yetu. Tuliomba maombi ya toba mahali hapa, na Mungu tukawa tumefungua mlango wa kumkaribisha ndani yetu. Tumefanya hivyo kipindi cha Christmas, lakini pia tumefanya hivyo pia siku ya jana, na kama ambavyo tunafanya pia nyakati nyingine. Sema nyakati hizi zimekuwa nyakati tofauti. Leo ni siku ya tarehe 1, ni mwaka mpya, ni mwanzo mpya, na kila kwenye mwanzo mpya katika maisha ya mwanadamu yoyote huwa kuna fikra na mtazamo tofauti. Tunapokuwa tunaanza mpya, kila mwanadamu aliyekamili huwa anakuwa na mipango mbalimbali. Anapokuwa anajaribu kutafakari mwaka uliopita katika haya yaliyopamba, na wenda kuna baadhi ya mambo yakufanikiwa. Kwa hiyo huwa anakuwa na mipango na yale matamanio na matarajio. Lakini na mimi na wewe pia, wenda kuna baadhi ambayo tumetarajia Mungu aweze kututendea katika mwaka huu wa 2026. Lakini neno la Mungu linatuambia siku hii ambayo ameifanya Bwana, anasema hiyo siku aliyoifanya Bwana na tufai tuishangilie ya mwaka 2026. Pamoja na mambo yote na mipango yetu ambayo tunaifanya, lakini bado Bwana anatuambia kwamba kama Bwana asipojenga mji, waujengao wafanye kazi bure. Bwana anataka sisi ili tuanze pamoja na yeye katika mipango yetu yote ambayo tunakuwa nayo. Tusianze afu baadaye tukaja kumshirikisha baadaye, tuanze naye sasa. Lakini pamoja na mambo yote ya kuanza naye, bado katika mipango yote tuliyoiweka mbele, yeye achukue nafasi ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka katika mipango yetu yote tuanze pamoja naye, tupange pamoja naye. Lolote tunataka kulifanya, iwe ni biashara fulani, anza pamoja naye. Wazo unalo, anza kumwambia Bwana, ninataka kufungua biashara sehemu fulani. Zungumza naye kabla hujazungumza na mtu mwingine yote. Anza kuzungumza naye. Mipango yote usimfiche, iwe mipango mdogo au mpango mkubwa. Anza pamoja naye, mshirikishe, halafu msikilize, halafu omba. Baada hapo unakuwa pamoja naye. Lakini katika ratiba zako na mipango yako yote, yeye achukue nafasi ya kwanza. Achukue nafasi ya kwanza. Achukue nafasi ya kwanza. Mithali 16 na ule mstari wa 9 tusome kidogo. Inasema wewe mwanadamu unakuwa unapanga, lakini Mungu ndio anayeongoza njia za wanadamu. Mithali 16 na ule mstari wa 9. Mithali 16 na ule mstari wa 9. Mithali 16 mstari wa 9 inasema, moyo wa mtu hufikiri njia yake, bali Bwana huziongoza hatua zake. Kwa hiyo pamoja na mambo yote tuliyopanga katika moyo, ujue kabisa kwamba anayeongoza njia zote na mawazo yote ni Mungu. Kama hatujaanza kuanza naye, tutamweka pembeni, ujue kabisa kwamba tutakwenda katika njia ambayo iliyopotea, kwa sababu Bwana hataweza kutuongoza. Pamoja na mipango yetu mizuri, iwe ni uzoefu tulionao katika namna na njia tofauti, jua ya kwamba kama Bwana asipokuwako hatutaweza kufanikiwa, kwa sababu yeye ndiye anaongoza njia zetu. Na ndio maana sasa katika Zaburi 127 mstari wa 1 anasema, Bwana asipojenga mji, waujengao wafanya kazi bure. Leo yako maneno machache tu.
Mwongozo wetu unatoka katika hili Mathayo 6:33. Mathayo 6:33 ambayo inatuambia kwamba bali utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na ndipo mambo mengine mtapata kuzidishwa. Tusome huo mstari afuataye, tuangalie mambo ambayo Mungu anataka leo tuweze kuwa nayo. Mathayo 6:33 nasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Biblia inatuambia bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Kumbe hapa Bwana Yesu anasema tutafute kwanza ufalme wa mbinguni, sio tu ufalme wa mbinguni na haki yake yote, na haya mengine yote yatazidishiwa. Sasa hebu tuangalie ufalme wa mbinguni ni kitu gani, na haki yake yote inahusu ufalme wa mbinguni ni kitu gani? Biblia inasema tukishatafuta hayo, ndio haya mengine yote tunayotaka, si tu kwamba tutayapata, lakini tutazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anataka tuanze leo tu pamoja naye. Anataka tuanze kutafuta kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Anataka tuanze pamoja naye. Anataka tuanze pamoja naye. Anataka tuanze na kwanza tuweke mbele katika mipango yetu yote. Lazima zetu za kila siku zikoje. Leo nitaanza tumeanza. Je, tutaishi kama tulikuwa tunaishi kama zamani? Mwaka uliopita na miaka mingine, kuna namna Mungu anataka atuinue katika viwango vya kumjua sana na kuwa na ushirika naye. Sasa katika namna hiyo, kuna namna tunavyoenenda hatuwezi kufika katika kile kimo cha kumjua na yeye kujifunua, endapo sasa hatutamweka Mungu nafasi ya kwanza. Yeye anataka katika mambo yafuatayo. La kwanza maombi. La kwanza maombi. La kwanza maombi. La kwanza maombi. Katika maisha yetu ya kila siku, ni kweli kabisa tumejiwekea muda. Wengine labda pengine tunaomba kwa dakika chache tunapoamka asubuhi, na wengine hatuombi kabisa, na wengine wachache wetu tukaomba mchana kidogo, au pengine tunakuja kuomba wakati usiku, wakati wa kulala, ndio tunataka kukumbuka kuomba Mungu. Na mara nyingine huenda hatuombi kabisa mpaka siku inapita. Bwana Yesu asifiwe. Na kwamba kanisa limekuwa na utaratibu wa maombi au kwa saa moja kwa kila siku, bado pia hata tunapokuwa tunafika huko nyuma ni watu wachache. Lakini sikiliza neno moja. Biblia inasema ya kwamba tuanze pamoja na Bwana. Maana asipojenga mji waujengao wafanya kazi bure. Hata kama utatumia fikra zako kwa namna yote ile, bado neno la Mungu linasema unaojenga mji bila Bwana wafanya kazi bure. Hao, jambo la kwanza ni maombi. Ushirika wako wa kimaombi ukoje? Ushirika wako wa kimaombi, kwa sababu maombi ndio lugha ya mazungumzo kati ya wewe na Mungu, na ndio kiwango cha ushirika kinachotuonesha kati ya moyo wako na huyu Mungu. Tumejifunza somo la maombi kwa takribani miezi mitatu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu gani? Kwa sababu maombi ndio kiunganishi. Maombi ndio yanatuweka karibu naye. Pasipo maombi ya kilolola, ushirika wetu na Mungu unakuwa mbali sana. Tunapoamka tukiwa na ratiba gani za maombi? Lakini neno la Mungu linasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Imempasa mwanadamu kuomba bila kukata tamaa siku zote. Ukisoma katika Luka sura ile yote ya 18, utaenda mbele kidogo, utaona jinsi Bwana Yesu anaposema kwamba maombi yameumbwa kwa ajili ya wanadamu, na wanadamu aina yote ikiwa tu ni wanadamu, imempasa kuomba kila wakati. Kila wakati. Na Bwana Yesu anasema kesheni basi, kwa maana hamjui siku wala saa atakayokuja Mwana wa Adamu. Wakati fulani Bwana akataka ananiambia juu ya habari ya maombi, akaniambia ninataka uniombe mimi. Usiku uniombe, wakati usiku wa manane mzito, nataka uniombe ukiwa umesimama, hata kama unatembea uniombe, wakati hata umekaa uniombe, kwa sababu mimi ni Mungu Mwenyezi mwenye wivu. Anapojiita Mungu mwenye wivu na kujitambulisha kwa namna hiyo na sura hiyo, tunapokuwa tumeweka mambo yetu mbele,
alafu lugha ya maombi na namna tunavyomwamsisha Mungu ndani yetu unakuwa ni muda mdogo sana, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye wivu ambaye yeye anataka kuabudiwa. Mungu anaona kama tujampa nafasi ya kwanza, na ndivyo ilivyo. Na katika namna hiyo ni vigumu sana Mungu kuweza kuifunua ndani yetu, hata kama anataka kufika katika viwango vya juu. Hizi kitu siri sana, kwa sababu ya kukosa maombi. Mungu anakuwa na kiwango kidogo cha kujidhihirisha katika maisha yetu. Kwa hiyo sasa tuamue sasa kuanza na Bwana maisha yetu bila kumtazama mtu yoyote. Wewe binafsi angalia ratiba yako kwa siku. Tunaambia tuombe, tutaomba katika roho, tutaomba kwa akili, tutaomba katika roho. Unaweza kuwa hata unafanya shughuli zako lakini bado unaomba. Bwana Yesu asifiwe. Ila anaweza kusema nina shughuli nyingi sana, au sehemu nilipo siwezi kuomba, lakini bado neno la Mungu linasema unaweza kuwa unaomba ndani ya moyo wako, na moja ya kwamba mambo mengine yanaendelea, lakini ndani yako unaendelea kumwazimisha. Yohana 4 ya mstari wa 23 na 24 inasema waabudu halisi watapaswa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo sasa kwa kwetu sisi ni lazima sasa tuamue kuanza katika viwango vya juu sana. Tuviongeze viwango vyetu vya kiroho. Kule muda tunaomba Mungu bado ni mchache sana. Yeye anataka katika mwaka huu sasa tujiachilie kwa ajili yake. Unapokuwa unafanya kazi, basi hebu ndani yako anza kuomba. Ndani yako tenga tu muda, tenga wakati umeisha, wakati ni sasa. Hebu tengeneza tabia. Mwanzoni itakuwa ni ngumu sana, lakini wakati ambavyo unavyoonyesha uaminifu, yeye mwenyewe pia anaona nia yako ya ndani ya moyo. Unaweza kuwa unafanya kazi, wewe unazidi kuomba ndani yako. Unaweza kuwa unazungumza na mtu, lakini bado moyo wako umeelekeza katika maombi. Bado ndani yako unaachilia maombi mbele za Mungu. Pamoja na kwamba mdomo kwa akili za nje unaongea au unazungumza, lakini ndani yako unaomba. Unaweza kuwa mdomo unaomba kwa nje, lakini ndani yako unazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza hivi tuko katika maombi kabisa, tuko kwenye maombi. Mdomo unatoa unazungumza, lakini ndani yako mawazo yako mbali sana. Yote inawezekana. Kwa hiyo kama inawezekana hivyo, uko katika maombi lakini bado unawaza vitu vingine ambavyo si ya kimaombi, bado pia inawezekana ukawa unazungumza na moyo wako bado ukawa unaomba ndani yako. Kwa hiyo hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza akasema mimi sina muda, hata mimi kazi yangu iko hivi, hapa katika mazingira hivyo ni akili sana, hakuna kosa muda kwa namna yote. Bado kumbe tunaweza kuomba hata kama tunafanya kazi. Mungu anataka tuongeze viwango vya kiroho. Mungu anataka tumkaribishe kwake. Anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Mpigeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo sasa tunapoanza mwanzo mpya pamoja na Bwana, lazima mfumo wa maisha yetu ubadilike. Lazima tujue kwamba sisi tuko ulimwenguni, lakini si wa ulimwengu huu. Sisi tuko katika ulimwengu ambao na taratibu zake na mfumo wake. Sisi ni watofauti wa mbinguni. Sisi ni wapitaji tu. Sisi ni wasafiri. Sisi wenyeji wetu si duniani. Pamoja na mambo yote tunayaona ya dunia na mifumo yake, sisi lazima tujitambue. Sisi wenyeji wetu ni wa mbinguni. Kwa hiyo lazima tuishi kama watu wa mbinguni wanavyoishi ikiwa tuko duniani. Tusipofanya namna hiyo, bado sisi tutakuwa kaza na watu wengine, ingawa tunajiita ni Wakristo wenye jina la kuwa hai, lakini kikweli tutakuwa tumekufa hata kama sisi tunajiita ni Wakristo. Kwa hiyo mfumo wetu lazima ubadilike. Anza na Bwana katika maombi yako, anza kumwomba Mungu. Anza kumwomba Mungu hata kumsifu. Kuna siku nilipokuwa nyakati fulani nilikuwa Njombe, nilitoka mpakani pale Makambako. Wakati fulani Mungu alinipeleka pale kwa ajili ya kazi. Nilikuwa ninaomba, nikianza kuimba tenzi za roho, masaa matatu yanakatika. Bwana Yesu asifiwe. Nikichukua tenzi ya kwanza inafika mpaka tenzi ya 50. Ndio nasimama.
Nilipokuwa nikianza hiyo kila siku kianza kuimba, kama kuna wimbo sifahamu vizuri, naweza nikaenda kwenye YouTube nikauangalia jinsi unavyotakiwa kuimba, naanza kujifunza namna ya kuimba na katika tenzi ya roho. Kwa sasa nikajikuta nimetengeneza tabia fulani. Unajikuta sasa huko katikati zile nyimbo zinaanza kujiimba zenyewe. Niwaambie, kama kuna kitu ambacho kinatengeneza moyo na ushirika wako na Mungu, ni tenzi za roho. Ukijipa muda na tenzi za roho ndani yako, zinajenga sana moyo, zinajenga sana ushirika wako wa ndani. Tenzi za roho zinamkaribia sana Mungu. Unapokuwa tunaimba kwa mara ya kwanza, hutaweza kuona kile kitu, hutaweza kuona ile mabadiliko, lakini nakuhakikishia wiki moja tu utaanza kuona umekaa nyimbo zinaimba zenyewe, wala utaanza kuona na zile nyimbo zenyewe umekaa katika roho. Ile sasa nasema nitaomba katika roho. Zenyewe umekaa, lakini unashangaa zinaanza kutimilika. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hali ya namna hiyo, moyo wako unakuwa karibu na Mungu kila wakati. Ni lazima tutengeneze mazingira huko duniani. Nilipokuwa tukiimba huu wimbo kabla ya kuanza, nilikuwa nasikia ndani yangu kwamba Mungu anasema mimi nataka nini pamoja huko duniani iwe ni kama mbinguni huko duniani. Iwe ni kama mbingu ndani ya moyo wako, na unajisikia hapa, iwe kama watu wa mbinguni wanavyojisikia. Ule uwepo wa Mungu ambapo kule mbinguni malaika wakasifu na kuabudu katika uwepo wa Mungu. Kama macho yako yamefunguliwa ukaona namna utukufu wa Mungu anavyoabudiwa mbinguni, ndipo ambapo ndani ya moyo wetu tunapokuwa tunaachia ibada, tunapokuwa tunamtafuta katika ndani ya moyo wako, ndipo ambapo sasa tunatakiwa tuwe na hiyo mazingira yote ya uwepo wa Mungu na nguvu zake yawe. Ndipo sasa utaposema jambo, Mungu atakusikia. Ndipo sasa utapoamuru kitu chochote katika jina la Yesu, ndipo jina la Yesu litaachia mamlaka, kwa sababu wewe unajiungamanisha kwa maisha yako. Pia hivyo hatuwezi kumwona Mungu, na Mungu anataka watu wamuone kupitia sisi. Sisi ni mbingu, ni mbegu. Sisi ni nuru ya ulimwengu. Sisi ni nuru. Kwa hiyo ili tuwe nuru, ni lazima tuamshe viwango vyetu vya maombi ndani yako. Je, ratiba zako zikoje na Mungu? Punguza mambo ya ulimwengu. Wewe si wa ulimwengu. Punguza ratiba ambazo hazitakusaidia kokote, kupeleka kokote. Kuna ratiba ambazo unazifanya ukiziangalia hazikuongezei kiroho, zahiri zinazikuondoa katika Kristo. Achana nazo hizo ratiba. Mitandao ni mizuri sana, hata kwenye Facebook, kwenye WhatsApp, unaweza kujikuta kwenye TikTok unaangalia vitu vingi sana, lakini sio vitu vya rohoni, sio vitu vinavyojenga, vinaanza kuondoa hatua kwa hatua. Lazima uwe na msimamo wa kiroho kuanzia sasa. Katika mwaka mpya nataka kutembea na Bwana. Nataka kutembea na Bwana nguvu zake. Enoki alipoamua atakie kizazi kile cha Mungu kwa mbali sana. Enoki aliamua kumkaribisha Mungu, akatembea naye. Ndipo akaonekana mwenye haki mbele za Mungu. Uamua kutembea na Bwana ni wewe, si Mungu. Ni wewe ndio unaamua kumkaribisha Mungu. Ni wewe ndio unaamua kuanza safari na Mungu. Usipoamua, wale Mungu atakutazama tu. Mungu atawatazama wale watu ambao wanaamua kumwelekea katika moyo unyenyekevu. Ataposema mwanangu, ninaomba niombe, atasema ndio, niko hapa. Na wapo japo ni wachache sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikuombe mtu wa Mungu, maombi ni silaha kubwa. Tusiachukue kirahisi maombi. Hebu jiamue tu mwenyewe. Hebu jiamue sasa, ninataka kuangalia maombi jinsi yanavyofanya kazi. Tengeneza muda. Yaani angalia katika masaa yako yote 24 pamoja na kazi tulizonazo, kwa sababu Biblia inasema usipofanya kazi huwezi kula. Lakini pamoja na mambo yote, bado Yesu alisema mtu ataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo sasa maombi ndio msingi. Ndio maana Bwana Yesu alikuwa anamuona kutwa kote anaenda mahubiri nchini. Alikuwa anahubiri nchini, lakini anatembea kwa miguu kwenda vijijini.
Biblia inasema alihubiri mchini na Biblia inafundisha, lakini usiku alikuwa mlimani akiomba mpaka asubuhi. Kumbuka bado Bwana Yesu alikuwa ni mwanadamu kamili, lakini pia alikuwa ni Mungu kamili. Katika habari ya kuchoka, naye alikuwa kama sisi pia, na alichoka kama sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tunaona hata Petro walipokuwa katika ile bahari ile gharika kumi kutokea machafuko, bali Bwana Yesu alikuwa amelala kwa sababu ya uchovu wa kutwa nzima. Kwa hiyo hata sisi tunakosa kisingizio. Hakuna hata siku moja utamwambia Bwana, unajua ilikuwa sikuombi kwa sababu ni kazi yangu mimi inanifanya nisiweze kuomba. Unajua labda niko hivi na vile. Mungu atakusikiliza kwa sababu wako wengi wako namna hiyo, lakini wamekuwa kuishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, tudumu katika neno la Mungu. Tudumu katika neno la Mungu. Tudumu katika neno la Mungu. Maisha yetu ya neno yakoje? Sisi tunapata nafasi ya kupitia hata maandiko haya ya kale ndani yetu. Biblia inasema katika Wakolosai 3:10, na neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu katika hekima zote. Sasa neno la Kristo je, linakaa ndani yetu? Kama tunaweza kuchukua nafasi, hatuwezi kutoa muda. Biblia yetu tulionao hii ni kwa ajili ya kujifanya neno la Mungu likae ndani yetu. Neno la Mungu linapokaa ndani yetu, ndivyo tunavyoendelea kuwa karibu zaidi na Mungu. Pamoja na maombi tulionayo, lakini neno litatuhifadhi, neno litatulinda, kwa sababu Biblia inasema katika ile Zaburi ya 119 mstari wa 105, anasema neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na mwongozo wa maisha. Kwa hiyo neno linapokaa ndani yetu, neno linabaki kuwa taa, linakuwa taa, linakuongoza katika njia. Hapo anasema moyoni mwangu nimeweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Kumbe tunapoweka neno la Mungu linatufanya tusiweze kutenda dhambi. Yesu asifiwe. Kwa maana Sedekia aliimba wimbo mmoja sana unaitwa Rafiki. Nataka kuna wimbo fulani nafikiri sema rafiki nikujue, nataka niwe sana lipo wena lipo hayo mema yatakapo lijia kwa Sedekia mtumishi wa Bwana ambaye tayari ameondoka mbele ya haki, yuko mbinguni sasa. Alitoa maneno kutoka kwa Ayubu ambaye alikuwa ni tajiri sana katika mali, katika ukuu. Mtu wa Ayubu ndipo aliongea maneno ya kwamba nataka nikujue sana, na ndipo hayo mema nataka kuniishia. Kwa hiyo siri ya kwanza ya kutaka kufanikiwa ni kumjua Mungu. Ni kumjua Mungu. Tunapomfahamu na kuamua kabisa kuishi naye, kwanza hali ya binadamu na kiwango itakufa. Yesu asifiwe sana. Kiwango cha binadamu kitakufa. Tutafuka ile level ya kawaida. Yale makosa mengine ya kibinadamu ambayo tunayafanya kwa sababu ya kutokuwa na neno, tutavuka hiyo level. Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ndivyo neno linalotuambia, nimeweka neno lako moyoni mwangu nisije nikakutenda sana. Lakini neno lako ni taa na mwongozo. Ninaposema namna hiyo katika Zaburi ya 119:5. Kwa hiyo sasa neno la Mungu lazima tupipe nafasi. Isipite siku ya soma neno la Mungu. Isipite siku ya soma neno. Asubuhi soma neno hata kidogo. Mchana ukipata nafasi soma neno. Jioni chukua. Siku hizi kuna utaratibu mzuri sana. Hata kama una simu kubwa unaweza ukapitia ukaangalia ukaona neno na likakaa ndani yako. Lirudie tena mpaka litakaa ndani yako. Utaweza kulizungumza. Kwa sasa utajikuta katika kuwa unazungumza na watu, utajikuta unazungumza hekima ya Mungu kwa jinga watu wengine. Utajikuta unapozungumza sasa maneno yako yanakuwa nuru pale ambapo kuna kisa. Unajikuta sasa wewe unakuwa ni chombo cha chini ya kuachia nuru kwa watu wakaleta, kwa watu waliofungwa. Unakuta sasa unakuwa ni chombo cha Mungu kwa kuwafungua watu wengine, kwa sababu wewe umekubali sasa kutumika na Mungu, kwa sababu neno liko ndani yako ndio litakalofanya kazi. Neno hilo ndio litakalokubadilisha. Maisha yetu ya neno lazima yabadilike.
lazima yabadilike. Tuwe watu wa kupenda neno, si Jumapili au Jumatano tu tunapokuja mahali hapa. Wakati mwingine tunakuja kwa mahali hapa, neno la Mungu linapokuwa linasoma maandiko, si rahisi sana, yanakuwa yanapita tu. Tumisha wanaposoma hata wewe msomaji mwenyewe usipopata nafasi ya kuja baada ya muda kuyapitia kama uko shuleni na kuweka kabisa usingati mbele za Mungu, yale maandiko unaanza kuyapitia na kuruhusu Mungu aweze kuzungumza na wewe kupitia yale maneno matakatifu ya Mungu. Ni ngumu sana kuweza kukua, ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno ni uzima, neno ni taa. Kwa maisha yetu lazima yaendane kwa maneno na matendo. Maisha yetu lazima yaendane. Haya mawili yanapokuwa yamekwenda, maombi na neno yanatengeneza kitu kinachoitwa imani. Yanatengeneza imani. Katikati ya majaribu unakuta neno la Mungu linakwambia, lakini imeandikwa hivi fulani. Sasa ile neno linakufanya imani yako ikue, itoke katika kiwango cha chini kabisa iende katika kiwango cha juu, ambayo itaongozwa kwa nguvu ya maombi na ushirika unao na Bwana Yesu, lakini pamoja na yote na neno ambalo liko ndani yako. Imani yako haitakuwa ya kawaida, inakuwepo automatic. Bwana Yesu asifiwe. Lakini la mwisho ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Yeye ndio Mwokozi. Yeye ndio uzima wetu. Yeye ndio kila kitu. Ameenda sambamba na maombi na neno ndani yake, na anazaliwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Roho Mtakatifu lazima tumpe nafasi ya kumsikiliza, lazima tumtengenezee nafasi ya kumtii. Sehemu yoyote Roho Mtakatifu anapoona anasikilizwa, sehemu yoyote Roho Mtakatifu anapoona anaheshimiwa, Roho Mtakatifu atakaa, hata kama ni kwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ni kwa mtoto, Roho Mtakatifu atakaa. Tunaona Samueli bado Roho wa Bwana alianza kukaa naye akiwa mdogo kabisa. Hakuacha kukaa pamoja na Eli, kwa sababu Eli kuna mambo machafuko yalikuwa yakifanyika karibu ya Bwana, lakini hakuweza kuwazuia watoto wake kuyafanya. Lakini Mungu akamwambia mambo yatakayotokea mtoto Samueli, lakini akanyamaza kimya kwa Eli ambaye alikuwa ni kuhani. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anataka aendelee kuheshimiwa. Asipoheshimiwa ananyamaza kimya. Asipopewa nafasi anayoamuliwa, asipopewa nafasi ile, yeye huwa ananyamaza kimya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu katika maombi yetu lazima abadilike, yasiwe na maombi ya sisi kuzungumza tu, halafu baada ya kumaliza ibada katika maombi ya nyumbani tunaondoka kila mmoja kwenda kulala. Lazima mtenge hata dakika chache na kukaa kimya kabisa na kumruhusu Roho wa Mungu aweze kutengeneza na kuzungumza na sisi, na kumruhusu aweze kutawala maombi yetu na ushirika wetu. Kwa jinsi hiyo itakuwa tunavyoanza itakuwa ni ngumu, lakini baadaye ataanza kujisirisha. Nilipokuwa nasoma kitabu kile cha kusalimu Roho Mtakatifu na karibu Roho Mtakatifu cha Biblia hili kimeandikwa Roho Mtakatifu katika mwanzo wake wa kwanza kuzungumza. Roho Mtakatifu alianza kwanza kuamka asubuhi, anakusalimia, anasema nakusalimu Roho Mtakatifu. Alikuwa anatumia neno la Kiingereza sema good morning Holy Spirit, na kusalimu Roho Mtakatifu. Akaanza kujengea namna ya kumshirikisha hata katika maombi madogo sana. Hata katika nguo anaovaa bado atamwambia Roho Mtakatifu na nguo. Akitaka kwenda sehemu yote anaenda kwa piga magoti na kumwambia Roho Mtakatifu, ninataka kwenda. Kabla afanya jambo lolote anaongelesha. Wakati mwanzo unaweza usisikie chochote, lakini kama wewe kumpa nafasi, akaona kwamba umempa nafasi, itaenda na kwenda, baadaye utaanza kumsikia akikuongoza. Baadaye utaanza kumsikia akikuongoza. Zungumza naye Roho Mtakatifu, ni rafiki yako. Zungumza na hiko ndani yako. Tumtengenezee nafasi katika mwaka 2026 ili aweze kutuongoza. Neno la Mungu linasema katika Warumi 8 na ule mstari wa 14 anasema hao wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo tuwe wana wa Mungu, ni lazima tuweze kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ili tuongozwe na Roho Mtakatifu,
ni lazima sisi wenyewe tuweze kukubali. Tusipokubali, bado Roho Mtakatifu atakosa nafasi, pamoja na kwamba yeye Mungu hawezi kutuongoza kwa sababu hatujampa nafasi yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika haya machache ambayo Roho Mtakatifu alitaka tuweze kuyaongea, basi anasema ya kwamba tuwe watendaji. Tukiyafanya haya yote tutamuona Mungu. Tukiyafanya haya yote tutamuona Mungu. Tengeneza ushirika binafsi wako ni maombi. Ndipo itakuwa rahisi sasa kuja kuonyesha hata tunapokuwa katika kusanyiko kama hivi, hata inapoitwa habari za maombi, wewe utanyamaza, hautakaa nyumbani kama una kitu cha ziada, kwa sababu tayari na ushirika na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu hawezi kukuruhusu wewe uwe nyumbani na una kitu kingine cha kufanya. Hata kama unacho, bali utampa Mungu nafasi, kwa sababu hatuji kanisani kwa sababu hatuna vitu vya kufanya. Tunavyo vitu vya kufanya, lakini tumeamua kumpa Mungu nafasi. Yeye hata kuruhusu uweze kukaa nyumbani au uweze kufanya kitu kingine ukiwa nyumbani na bila hata kuomba. Siku yote imepita, hata nyamaza kimya, lazima atakwambia tu, mwanangu, unapoelekea si sahihi. Kwa hiyo sasa lazima tutengeneze ushirika nasi. Sasa tukishaanza na Mungu na ufalme wake, lazima sasa tuwe na upendo. Upendo kwa Mungu lazima uwe kitu cha kwanza. Kuna wakati mwingine sasa tunapokuwa tumeanza kutekeleza mambo yetu, Mungu ametufanikisha katika mambo na shughuli zetu. Sasa kuna wakati Mungu atatupima, kutuangalia. Je, ni muda huo, kwa mfano kama juzi tulikuwa tunaomba, tulikuwa ni mkesha rahisi, lakini ilikuwa pia ni siku hiyo Taifa Stars ilikuwa inacheza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kiwango cha namna hiyo unaanza kujiuliza sasa, unachagua upande gani? Huko ni wa maombi, huko ni mpira unaonesha. Je, utakwenda upande wa kutazama mpira? Hapo utakwenda haiharibu ratiba ya maombi. Utasema, Mungu wewe kaa kwanza pembeni, niangalie mpira alafu nitakurudia. Hapo na kipindi kizuri sana cha nyumbani, sizoni, kina mama wanaelewa sizoni ziko nyingi sana, unakuta umeshaianza, au ni movie ile yote unaanza kuisikiliza. Sasa ni kipindi cha maombi kimefika. Bado Roho Mtakatifu nasikia uzuri ndani yako, inakwambia na kusukuma kabisa, kile kuomba ndani yako unashia uzuri. Lakini bado mwili unataka uendelee kuangalia vile vitu vingine. Sasa tunamzimisha. Akiendelea namna hiyo, anaanza kuzimika hatua kwa hatua. Tofauti na watoto, Mungu anaposema kitu, pamoja na ufahamu wake mdogo huo, akisema kitu, basi yeye anaachilia, anafanya kile kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza na Bwana. Lakini vile la mwisho, ndipo sasa mambo yetu mengine yote tuamue sasa. Wewe unataka kufanya kazi, panga mipango yako yote. Panga katika viwango vikubwa. Ongeza makao. Unaofanya shughuli fulani, hebu ongeza hata na vile vingine vidogo vidogo. Ongeza, anza hatua kwa hatua. Jifunze kwa watu ambao wamefanikiwa. Shikamana na wale watu. Biblia inatuambia kwamba wale watu wa watu wa pili wanajua sana nguo ya kati kuliko yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunaye sana. Tufanye kazi kwa bidii zote. Tufanye kazi kwa nguvu zote. Tutafute kufanikiwa, kwa sababu tayari mkono wa Bwana na mlango wa mbinguni uko juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kazi ya kufanya, anza hata matunda. Kazi watu Mungu atakuinua hatua kwa hatua. Unatoka katika leo ya kuuza matunda, Mungu ataanza kupandisha hatua kwa hatua. Wewe tayari una neema unayo. Una kitu chochote cha kufanya, kisha una kitu cha kufanya mwaka huu. Mwaka huu hakikisha una kitu cha kufanya. Usiache. Una kitu kimoja, ongeza kingine tena. Mungu anataka pia utawale uchumi. Mungu anataka pia msipungukiwe na kitu chochote. Mungu anataka muongezeke. Kumbuka jana tulitangaza kwamba mwaka huu utakuwa ni mwaka wa neema. Huu ni mwaka wa kuinuliwa, mwaka wa maongezeko pamoja na Bwana. Kwa hiyo sasa twende tukafanye kazi kwa nguvu zote.
twende katika mambo makubwa yajayo, waza usiogope. Unataka kuwa na kampuni, waza kuwa na kampuni, usiogope. Unataka kuwa na kitu kikubwa na biashara zote unazoziona, anza kuwa na mawazo makubwa, mwamini Mungu atafanya. Lakini hata kwa hatua ndogo hiyo nayo sasa, hata kwa hatua ndogo, katikati yako Mungu atakuwa kuinua hatua kwa hatua. Mungu ataendelea kufungua njia. Usinyamaze kimya, usikae kimya. Chukua hatua, anza na kitu cha kufanya, hata kama ni kidogo sana. Mwanzo wako unaanza hivyo wa Mungu. Wakati unaanza katika hatua ndogo, kuza hatua kwa hatua, ndipo upate kujua ya kwamba yeye ni Mungu anayemuongeza mtu kutoka chini kwenda juu. Ndio maana Mithali inatuambia sura ya 3 na ule sura mstari 3 na mstari wa 3 mpaka wa 5. Mithali 3 na ule mstari ambayo inasema, mkabidhi Bwana njia zako, wala usizitumanie akili zako. Mweke katika kila kitu, hata kama unakichua. Hata kama unakichua, wewe usizitumanie akili zako. Usizitumanie akili zako, hata kama unaona kitu hiki unakichua, usizitumanie akili zako. Mithali 3:5 na mstari wa 6. Tusome huo mstari. Mithali 3:5 na mstari wa 6. Mithali 3 mstari wa 5 na 6 inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Hayo neno la Mungu la kumalizia siku ya leo. Naomba sasa tusimame kwa miguu yetu. Tumwabudu Mungu kwa kifupi. Tumwabudu Mungu, alafu tutaomba kidogo, tutaahirisha ibada yetu. Kuwa